Tuondoke kule Mkuru kwa Njenga, tufululize hadi kwenye gatuzi la Kajiado ambapo zaidi ya vijana 400 wa Kimasai wanaofahamika kama Wamoran huko Kajiado ya Kati wamepashwa tohara. Hafla hiyo ilileta pamoja familia, wazee pamoja na viongozi wa kidini, huku tamaduni hiyo ikijumuisha maombi ya Kristo. Michael Mwandiga anavalia njuga taarifa hiyo. Hafla hiyo ya kitamaduni inayofahamika kwa jina la Enkopito kwa jamii ya Wamaasai huadhimishwa baada ya vijana hao kupashwa tohara. Kitamaduni, tambiko hilo linahusisha wazee wa kitamaduni ambao washauri wa Morani hao kuhusu utamaduni, lakini jamii hiyo sasa inazingatia mbinu za kisasa na kujumuisha itikadi za Kikristo. Akiongea wakati wa hafla hiyo, naibu wa chifu wa sehemu ya Marba huko Kajiado ya Kati, Felix Malitei, alisema hafla hiyo inaadhimisha hatua muhimu katika maisha ya vijana. Watoto hawa wanafundishwa hatari ya kutumia mihadarati ama madawa. Kwa hivyo wachungaji hao wamechukua muda na leo wakaleta watoto hawa, wakaleta professionals wakuja waongelesha watoto maisha yao ya kesho ya baadaye. Jambo lingine, tunashukuru serikali kwa sababu ya kuungana na sisi. Hii jambo yameletwa pia na vile rais wetu amefanya kutuletea village elders. Pia wameungana kwa sababu wengi wa wachungaji hawa ni village elders na wameshikana mikono, wamekuja na furaha hiyo. Lakini sasa hivi ukiona hao vijana ni vijana ambao wamesoma, ambao tunahitaji kulete katika karne hii vitu ambayo kwa hivyo tuna abstain vitu zingine ambayo haifai kwa mila na tulete ile ambayo inafaa kwa mila. Sisi tumejikusanya kama watu wa eneo moja ili tukapate kuleta nchi pamoja, tukapate kuleta watu pamoja. Vijana hao wa kizazi cha Ilmegoliki waliombewa na kubarikiwa na baba zao wa kizazi cha Ilmirishi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na familia, wazee, viongozi wa kidini pamoja na wageni kutoka sehemu mbalimbali za Ilpatimaro. Sherehe hizo pia zilitoa fursa kwa vijana hao kupokea mafunzo ya kidini. Michael Mwandiga, Kurunzi Mashinani.